kutokea katika historia ya Zanzibar. Kiwango cha uandikishaji wa wanafunzi wa skuli za msingi kimeongezeka kutoka 83.9 mwaka 2019 na kufikia 103.8 mwaka 2025. Vile vile kiwango cha ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha pili umeongezeka kutoka 76.8 mwaka 2020 hadi kufikia 84.4 mwaka 2024. Kwa upande wa kidato cha 4, kiwango cha ufaulu wa wanafunzi kimeongezeka kutoka 66.3 mwaka 2021 hadi 82 mwaka 2024. Kwa kidato cha 6 ufaulu umeongezeka kutoka 98.8 mwaka 2021 na kufikia 99.9 mwaka 2024. Mchango wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika sekta ya elimu ni mkubwa, kwani amefanikisha kuvuka lengo la ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025 kwa 184% mpaka sasa. Ni Unguja na Pemba kupitia mradi wa ahueni ya uviko 19 kwa gharama ya bilioni 34.2 ambao unanufaisha shehia 96 za Unguja na Pemba kwa uchimbaji wa visima 38 na uendeshaji wa visima 36 kongwe kwa 100%. Ujenzi wa matangi 15 umekamilika kwa wastani wa 100% pamoja na ulazaji wa mabomba kilomita 199.42 na umekamilika. Kutembea umbali mrefu kufuata maji safi na salama, kusubiri muda mrefu kwenye msururu wa kuchota maji miferejini, kwa sasa imebaki kwa hadithi za kale, kwani Dr. Mwinyi amehakikisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa 88.22. Hata hivyo, ujenzi wa visima 8 umekamilika na vina uwezo wa kuzalisha maji lita 890 kwa saa moja na kujaza tangi la Masangini lenye uwezo wa lita milioni 14 na kuhudumia wananchi wa wilaya Magharibi A Unguja. Hali ya uzalishaji wa maji inaendelea kuimarika siku hadi siku, ambapo kukamilika kwa miradi hii kunawezesha uzalishaji wa maji wa lita milioni 8,747,510 kwa saa moja. Kufuatia juhudi na mchango wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha Zanzibar inaimarika kwa uwekezaji wa huduma za maji safi na salama, wadau wa sekta hiyo wakamtunuku tuzo ya kimataifa ya mabadiliko ya sekta ya maji mwaka 2023 jijini New York wakati wa mkutano wa maji wa Umoja wa Mataifa. Bila shaka historia ya Zanzibar haitasahau zama hizi za mabadiliko ya kweli, ambapo huduma ya maji imekuwa huduma ya msingi kwa kila mwananchi na kuwa kichocheo cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Nishati ni injini katika nchi yoyote ile duniani, kwani inachangia ukuaji wa kiuchumi na kuboresha huduma za kijamii. Hivyo kuwepo kwa maendeleo kunategemeana na uwepo wa nishati ya uhakika. Serikali ya awamu ya 8 kwa kipindi kifupi imefanikiwa usambazaji wa huduma za umeme katika vijiji 231, Unguja 144 na Pemba 87, sawa na 76% ya vijiji 305 vilivyotakiwa kuunganishwa na huduma.
Serikali imefanikiwa kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025 kwa kupunguza gharama za uunganishaji wa huduma za umeme kutoka Rp464,000 hadi Rp200,000 kwa wateja wasiozidi urefu wa mita 30 na kutoka shilingi milioni 1,700,000 kwa wateja wa nguzo moja hadi kufikia shilingi Rp200,000. Hii imerahisisha wananchi wengi kuunganishiwa huduma ya umeme. Changamoto iliyokuwa inawasumbua wananchi na wawekezaji juu ya upatikanaji wa huduma hafifu ya umeme imepata ufumbuzi baada ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kufanikisha ujenzi wa vituo vya kuongeza nguvu ya umeme katika maeneo ya kusini na kaskazini Unguja na Pemba. Vibatari vimezimwa. Samaki hawauzwi kwa bei ya hasara tena, kwani wanahifadhiwa kwenye majokofu, na ule usemi wa nyumba ya makuti Zanzibari ina umeme umedhihirika. Miundombinu na mawasiliano ya uhakika ni muhimili wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa kuwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ana majibu ya maswali lukuki, amefanikisha kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM kwa kuiunganisha na kuileta Zanzibar pamoja, kwa kuimarisha, kuboresha na kujenga upya barabara kwa zaidi ya kilomita 500. Amefanikisha ujenzi wa barabara za mjini zenye urefu wa kilomita 100.9 ambapo ujenzi wake umefikia zaidi ya 70% ya utekelezaji. Ujenzi wa barabara za ndani zenye urefu wa kilomita 275.9 Unguja na Pemba umefikia zaidi ya 71, pamoja na ujenzi wa barabara kuu zenye kilomita 277 Unguja na Pemba. Miongoni mwa barabara hizo ni barabara ya Jumbi hadi Tunguu, Wete hadi Chake. Barabara nyingine ni pamoja na barabara ya Micheweni, barabara ya Shumba mjini, barabara ya Ukutini Utanguni, barabara ya Charawe hadi Ukongoroni, Amani hadi Kiembe Samaki na uwanja wa ndege hadi Mnazi Mmoja. Serikali imeendelea kuimarisha mtandao wa barabara na kufikia kilomita 1084 kati ya kilomita 1344, sawa na 80%. Kuimarika kwa mtandao wa barabara ni mafanikio makubwa kuwahi kutokea Zanzibar na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii na kiuchumi. Pia serikali imeanza ujenzi wa daraja la Uzi ili kurahisisha usafiri kwa wananchi wa maeneo hayo. Ujenzi wa barabara za juu, yani flyover, ukaanza na kuendelea katika makutano ya barabara ya Mwanakwerekwe na Amani. Ujenzi wake umefikia 90%, pamoja na ujenzi wa flyover katika makutano ya barabara ya Amani na daraja bovu, ambapo ujenzi wake umefikia 36%. Kutoka CCM chama, sio chama kingine. Oh, Wazanzibari, Hussein Mwinyi. Sekta ya anga ni daraja linalounganisha mataifa. Kupitia sekta hii, bidhaa husafirishwa kwa kasi, abiria usafiri kwa wingi na kuchochea uchumi kusimama imara. Kwa msingi huo, serikali ya awamu ya 8 ikafanya maboresho katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sheikh Abeid Amani Karume kwa kuongezewa jengo la abiria la Terminal 2 na kujengwa upya jengo la abiria Terminal 1 VIP, ambapo ujenzi wake umefikia 84% pamoja na ujenzi wa eneo maalum la biashara. Idadi ya abiria wanaotumia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume imeongezeka kutoka abiria 840,559 mwaka 2020 na kufikia 2,140,956 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 254.7%. Huku mapato ya serikali yanayotokana na uwanja wa ndege yameongezeka kutoka bilioni 11.641 mwaka 2020 na kufikia bilioni 40.209 mwaka 2024, sawa na 245.4%. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume
umepanda hadhi ya kimataifa kutokana na wingi wa abiria na huduma bora zinazotolewa na kupelekea kupata tuzo ya kuwa kiwanja bora barani Afrika kinachohudumia abiria wastani wa milioni 2 kwa mwaka 2023. Dr. Mwinyi amefanikisha kuimarisha maeneo huru ya kiuchumi kwa kuanza ujenzi wa Logistic Park katika maeneo huru ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Aman Karume kwa kujenga maghala matatu, kuweka barabara zenye viwango vya hali ya juu pamoja na ujenzi wa migahawa. Serikali imekamilisha taratibu zote za awali za utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Pemba na unajengwa kwa gharama za euro milioni 170. Dr. Mwinyi ndani ya uongozi wake amefanikisha kuanza ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani, uimarishaji wa bandari ya Mkokotoni, uimarishaji wa bandari ya Mkoani, ujenzi wa bandari ya Shumba mjini, ujenzi wa bandari ya Wete, uimarishaji wa bandari ya Wesha na uimarishaji wa bandari ya Malindi. Serikali imefanikisha ujenzi wa bandari kavu ya Maruhubi yenye mita za mraba 20,000 ambayo imeanza kutoa huduma na kupunguza gharama kwa serikali na wananchi. Hata hivyo, ujenzi wa bandari ya Fumba umekamilika na kuanza kutoa huduma. Hata hivyo, bandari ya Mkoani kisiwani Pemba tayari imeanza kupokea meli kubwa za makontena kutoka nje ya nchi na kupunguza gharama kwa serikali na wananchi kupitia upatikanaji wa bidhaa. Jitihada zinazofanywa na serikali zimepelekea kupungua kwa muda wa meli kusubiri ukutani kutoka siku 40 mwaka 2021-2022 hadi kufikia siku 4 mwaka 2024-2025, pamoja na kupungua kwa idadi ya siku za kuegesha meli za mizigo katika bandari ya Malindi kutoka siku 7 mwaka 2018 hadi siku 4 mwaka 2025. Serikali tayari imetoa vitalu vya mafuta ambapo kwa sasa kampuni ya United Petroleum ya Baharesa na nyinginezo zimekamilisha ujenzi wa ghala za uhifadhi wa mafuta pamoja na kuweka miundombinu ya upokeaji, usafirishaji na uhifadhi wa mafuta na gesi. Wafanyabiashara wadogo na hata wakati ni nyenzo muhimu kwa maendeleo ya taifa. Uwepo wa mazingira mazuri ya wao kufanya kazi zao za kila siku unaongeza ufanisi kwa kile wanachokifanya kwa mapana yake. Maboresho yameinua ari, yameongeza kasi na matarajio yamekuwa makubwa kwa ujenzi wa masoko makubwa ya kisasa Unguja na Pemba. Baadhi ya masoko hayo ni pamoja na soko la Mwanakwerekwe lenye uwezo wa kuchukua wafanyabiashara zaidi ya 500, soko la Jombe, soko la Chuini na Darajani. Lengo la ujenzi wa masoko haya ni kuwawekea mazingira mazuri wafanyabiashara kwa kuwaondosha katika mfumo wa magenge na kujenga masoko, ambapo ujenzi wa masoko umekwenda sambamba na ujenzi wa vituo vya wajasiriamali zaidi ya 14 kwa Unguja na Pemba. Hii ni utekelezaji wa ahadi alizoahidi wananchi wakati wa kampeni. Serikali chini ya Rais Dr. Mwinyi imefanikiwa kuboresha huduma za kijamii kwa ujenzi wa vituo vikubwa vya daladala. Baadhi ya vituo hivyo ni pamoja na kituo cha daladala cha Chuini, kituo cha daladala cha Kijangwani kwa Unguja na Kinoekonde mkoa wa Kaskazini Pemba. Muungwana akiahidi utekeleza. Rais Dr. Mwinyi ametoa shilingi bilioni 60. Kati ya hizo bilioni 29 zimeelekezwa kwenye uchumi wa buluu, bilioni 16 ujenzi wa masoko na bilioni 15 zimetolewa katika uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Hata hivyo, mikopo isiyo na riba yenye thamani ya shilingi bilioni 35 imetolewa kwa wananchi kupitia programu mbalimbali, ambapo mikopo hiyo inawanufaisha zaidi ya wananchi 24,000 na kuzalisha ajira mpya 75,000. Hata hivyo, serikali imefanikisha kuelimisha wajasiriamali pamoja na kufanya ukarabati wa vituo 6 vya ushauri wa biashara kwa wajasiriamali na kujenga vituo 4. Serikali kupitia mamlaka za mitaa imewawezesha makundi maalumu ya wajasiriamali wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa kuwapatia shilingi bilioni 3.08. Aidha, serikali imewawezesha wawekezaji wa ndani kwa kuwapatia mikopo isiyokuwa na riba yenye thamani ya shilingi milioni 300 kwa kila mwekezaji, sambamba na kuwaunganisha wawekezaji wa ndani
kuweza kutumia fursa za uwekezaji zilizopo Afrika ya Mashariki, jumuiya nyingine za kikanda na kimataifa. Kwa kuwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ana dira na maono, amefanikiwa kuanzisha hati fungani Sukuk, ambayo inafuata msingi wa sheria kwa lengo la kuwainua wananchi kiuchumi na kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo. Katika jamii yetu, wazee wanachukua nafasi muhimu kama wahifadhi wa hekima, utamaduni na maadili. Wazee si tu wahifadhi wa historia, bali pia ni waalimu wa maisha kwa vizazi vijavyo. Kwa kulitambua hilo, Rais Dr. Mwinyi katika kipindi cha uongozi wake amefanikisha kuongeza pensheni jamii ya wazee kutoka 20,000 hadi 50,000, sawa na 150%. Sambamba na hilo, Rais Dr. Mwinyi ameongeza wazee wastaafu pension kwa 100%. Katika kipindi kifupi cha uongozi wa Rais Dr. Mwinyi, amehakikisha wazee wanapatiwa huduma za msingi bila ya usumbufu kwa kuwatengenezea vitambulisho ambavyo vinawapa unafuu wazee katika kupata huduma za kijamii kama vile usafiri, viwanja vya burudani na huduma za afya. Kwenye makazi nako, serikali inaendelea na juhudi zake za kuboresha makazi ya wananchi na kufanikisha kuanza ujenzi wa nyumba za makazi 276 za gharama nafuu na maduka ya biashara 42 Mombasa, Unguja. Ujenzi wa nyumba 72 za makazi katika eneo la Mchina. Vile vile ujenzi wa awali wa nyumba 3000 katika eneo la Chumbuni tayari umeanza kwa hatua ya awali, ambapo kwa awamu ya kwanza mradi utahusisha ujenzi wa nyumba 1095. Miundombinu thabiti ya mahakama ni msingi wa haki na utawala bora. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imehakikisha inaendelea uimarishaji wa miundombinu ya ujenzi wa mahakama za mkoa na wilaya zote Unguja na Pemba, ambapo hatua za ujenzi wa mahakama hizo umefikia wastani wa 96%. Ujenzi wa mahakama hizo ni pamoja na mahakama ya mkoa Mazizini, mahakama ya mkoa Tunguu, mahakama ya mkoa Pale, mahakama ya mkoa Kisakasaka, mahakama ya wilaya Mkoani, mahakama ya wilaya iliyopo Konde, mahakama ya mkoa iliyopo Kinyasini na mahakama jumuishi Pemba. Sekta ya uwekezaji ni miongoni mwa sekta zilizofanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka 5 ya uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na kuchangia kiasi kikubwa ongezeko la ajira kwa vijana sambamba na kuingiza pato la taifa na kuwa kichocheo muhimu cha kukuza uchumi wa nchi. Serikali kupitia ZIPA imefanikiwa kusajili jumla ya miradi 466 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 6 na kutoa ajira rasmi zisizopungua 24,711 na ajira zisizo rasmi zaidi ya 100,000 katika miaka 5 ya uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kuongezeka kwa miradi kunatokana na maboresho ya sheria ya uwekezaji ambayo sasa imeondoa changamoto kwa wawekezaji na kuweka mazingira wezeshi bila bugdha yoyote. Maboresho hayo yanatokana na uwepo wa sheria mpya ya uwekezaji namba 10 ya mwaka 2023 ambayo yanaweka mazingira mazuri kwa wawekezaji wa ndani kwa kupata punguzo la mtaji wa kuwekeza, ambapo kwa sasa mzawa anaweza kuwekeza mradi wa hoteli na nyumba za makazi akiwa na mtaji wa dola 100,000, huku diaspora anawekeza kwa mtaji wa dola 200,000. Serikali haikuishia hapo. Katika kuhakikisha visiwa vidogo vidogo vinakuwa na tija kwa taifa, ndio maana ikaruhusu uwekezaji katika visiwa hivyo, ambapo tayari visiwa 17 kati ya 21 vimewekezwa kwa dola za Kimarekani milioni 377 na laki 5. Kutokana na mazingira mazuri na rafiki ya uwekezaji yaliyowekwa nchini, zaidi ya miradi 18 imewekezwa kwa kiwango cha juu kupitia sekta ya miundombinu, bandari, afya, usafirishaji,
maji, nishati, michezo, uchumi wa buluu na biashara. Ili kuendelea kuchochea uwekezaji, serikali imefanikisha ujenzi wa miundombinu katika maeneo huru ya uwekezaji ya Micheweni na maeneo ya biashara ya Dungazuze. Michezo si tu burudani, bali ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika jamii ya kisasa. Sekta ya michezo kwa sasa inachukua nafasi muhimu zaidi ya hapo awali, ikiwa ni chombo kikuu cha kuunganisha jamii, kukuza afya na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Rais Dr. Mwinyi amehakikisha Zanzibar inakuwa katika ramani ya michezo duniani kwa kuruhusu mchezo wa ngumi za kulipwa kuchezwa Zanzibar baada ya katazo kwa zaidi ya miaka la miongo minne, ambapo kwa sasa mchezo huo umekuwa pendwa na kuzalisha ajira kwa vijana. Aidha, ameanzisha na kukamilisha ukarabati wa uwanja wa Amani kuwa uwanja wa kisasa, ambapo umesheheni miundombinu mpya na ya kisasa, ikiwemo viwanja vya ndani na nje, ambapo ukarabati huo umegharimu jumla ya shilingi bilioni 55. Uwanja wa New Amani Complex umeanza kutumika katika mashindano makubwa Afrika, ikiwemo mechi za CAF Federation, na hata hivyo Rais Dr. Mwinyi amefanikisha ukarabati wa uwanja wa Gombani Pemba wa uwanja wa kisasa. Rais Dr. Mwinyi amefanikisha ujenzi wa viwanja 17 vya mkoa na wilaya, ambapo vipo katika hatua mbalimbali ya ujenzi wake. Kutokana na juhudi kubwa za Rais Dr. Mwinyi, Ligi Kuu Soka Zanzibar kwa sasa imepata ufadhili kwa muda wa miaka 5 kutoka Benki ya Watu wa Zanzibar, PBZ, na kupelekea mchezo wa soka visiwani kuwa na msisimko na hamasa kubwa. Vilabu visiwani Zanzibar vikaanza kufanya vizuri katika mashindano ya kitaifa na kimataifa, huku serikali ikibeba jukumu la kuvisaidia vilabu na hata timu za vijana. Mchakato wa Dr. Mwinyi ukapelekea timu ya vijana chini ya umri wa miaka 15, Karume Boys, imetoa ubingwa wa mashindano yanayosimamiwa na Sekafa yaliyofanyika Uganda 2023 na kuweza kuleta heshima kubwa Zanzibar. Sambamba na hilo, timu ya Zanzibar Heroes ikatoa ubingwa wa Mapinduzi Cup mwaka 2025 na kuzawadiwa zawadi mbalimbali na Rais Dr. Mwinyi. Baada ya mafanikio makubwa kupitia sekta, serikali ikafanikisha kutenga shilingi bilioni 188.657 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi muhimu ya maendeleo ikiwemo uimarishaji wa viwanja vya michezo, ujenzi wa nyumba za sanaa, programu ya utoaji wa matangazo na ununuzi wa mitambo ya uchapishaji. Na ndio maana hata kwenye muziki serikali ya awamu ya 8 imefanikiwa kununua vifaa vya kisasa vya studio Raha Leo, sambamba na kuingiza taarabu asilia kwenye urithi wa dunia. Utalii ndio sekta mama kwa uchumi wa Zanzibar, kwani inachangia pato la taifa kwa 30% na imetoa ajira rasmi 33 na ajira zisizo rasmi 66 na kuchangia pesa za kigeni kwa 80%. Katika uongozi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi,
yameshuhudiwa mafanikio makubwa ambapo idadi ya watalii imeongezeka kutoka watalii 394,185 mwaka 2021 hadi kufikia 736,755 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 89.9%. Aidha, watalii milioni 2,842,886 wametembelea Zanzibar kuanzia mwaka 2020 hadi Aprili 2025. Jambo jema kuwa matumizi ya watalii yameongezeka takriban 62.65 kutoka dola za Kimarekani 257 mwaka 2023 hadi dola 418 mwaka 2025. Idadi ya siku ya ukazi kwa mtalii imeongezeka kutoka siku 7 mwaka 2022 hadi siku 8 mwaka 2025, sawa na zaidi ya 14% ya lengo la serikali. Idadi ya vyumba vya daraja la juu vimeongezeka na kufikia vyumba 5242. Katika kipindi cha uongozi Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Zanzibar imeingia katika ushindani wa visiwa bora vya utalii ulimwenguni, huku miradi ya utalii ikiongezeka kutoka miradi 995 hadi kufikia 1695. Serikali imeendelea na jitihada zake za kukifungua na kukitangaza kisiwa cha Pemba kiutalii kwa kushiriki katika maonesho tofauti ya kitalii na uwekezaji. Matamasha makubwa ya utalii kama vile Fahari ya Zanzibar, Sauti za Busara, tamasha la Kizimkazi, tamasha la vyakula vya asili pamoja na tamasha la utalii na utamaduni yamefanywa huku yakileta tija ya wazi katika kutafsiri kwa vitendo utamaduni wa Mzanzibari. Serikali ya Zanzibar imefanikisha tafiti za ekolojia katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba ili kujua upana wa historia yake, uimarishaji wa maeneo ya mji mkongwe. Pia serikali imefanikisha matengenezo ya makumbusho mbalimbali ikiwemo makumbusho ya wanyama Unguja na makumbusho ya Chake Chake. Katika kipindi kifupi tumeshuhudia ujio wa watu mashuhuri wakiwemo waigizaji wa filamu kutoka China na India pamoja na wachezaji wa vilabu vikubwa duniani kuja kufurahia na kuwa na nia ya uwekezaji Zanzibar. Huruma naiona kwenye macho yake, ana mapenzi tele na watu wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekuwa mstari wa mbele na mkombozi wa kweli katika kutatua changamoto za Wazanzibari takriban kila nyanja. Aliahidi, ametekeleza kwa kishindo ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Mambo yetu sisi hapa Zanzibar sasa hivi sio mambo ya kienyeji, viwango vya kimataifa. Waache uongo, waache unafiki, waache uzandiki, waache fitina. Watakuja kusema, leo nathubutu kusema kwamba yajayo ni neema zaidi. Ni jukumu letu sasa kuhakikisha CCM inarejea katika madaraka kwa miaka mingine 5 ili kuyaleta mengi mazuri zaidi. Jipige kifuani kwa furaha na tembea kifua mbele kama jogoo aliyeshiba mchele, kwa sababu ilani ya chama chako cha Mapinduzi imetekelezwa na Zanzibar hakuna mbadala zaidi ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. CCM oye! Dr. Mwinyi oye! Zanzibar oye! Tunasema kule Zanzibar, uongozi wa Dr. Mwinyi ni uongozi unaoacha alama. Naomba tuseme kwenye mkutano mkuu leo, uongozi wa Dr. Mwinyi, pandisha sauti kidogo,
Uongozi wa Dr. Mwinyi. Uongozi wa Dr. Mwinyi. Kuna mtu ana maneno kama Dr. Mwinyi hakutekeleza ilani? Nauliza, kuna mtu ana maneno kama Dr. Mwinyi hakutekeleza ilani? Tukisema Dr. Mwinyi mitano tena tunamaanisha CCM oye. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya wasilisho hilo fupi, tumejaribu kupunguza muda kadiri tunavyoweza. Sasa naomba uniruhusu nimalizie pale palipobaki kwa ufupi sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna jambo kama sitolisema hapa, nafsi yangu haitakuwa radhi kabisa, na naomba uniruhusu niliseme. Wakati tulipokuja kuwasilisha utekelezaji wa miaka minne, tuliwaalika vyama vya siasa. Mheshimiwa, kama kawaida yako, napenda sana kuwaalika viongozi wenzako wa vyama vya siasa. Baada ya kurudi, niliona klipu ya mwanasiasa mmoja, kiongozi wa chama kimoja, sitaki kukitaja. Anasema Dr. Mwinyi amejenga magorofa, Dr. Mwinyi amejenga viwanja vya mpira, vijana hawana afya ya kucheza viwanja wa kucheza mechi, viwanja havina maana. Namwambia, juzi tu tarehe 25 mwezi wa 5 2025, amesema hapa mwenezi rafiki yangu hapa Amos Makala, dunia imeona, Afrika imeona na Tanzania imeona kilichofanyika pale uwanja wa Amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Zanzibar hoteli zote zilijaa. Mjini hatukuwa na nafasi. Guest house zote zilijaa. Na wengine, baadhi ya wananchi wa Zanzibar wakahama majumba yao, wakasema wanaenda kutembelea familia zao shamba ili wapate fedha kwa watu kukodi maeneo yao. Hii ni fursa kubwa sana ya kiuchumi ambayo Dr. Hussein Mwinyi ameifanya, na tunapaswa kuunga mkono na kupongeza juhudi hizo. Yaliyojiri tarehe 25 Makala ameyasema hapa. Hayo sitaki kuyazungumzia. Yale yaliyojiri sote tumesikitika. Maana Mheshimiwa Mwenyekiti, mara ya pili ya wenzetu hawa kombe lile wanalileta hapa ndani ya ardhi ya Tanzania, halafu linapanda ndege linaondoka. Lakini kuhakikishie, lilikuja hapa Dar es Salaam likaondoka, limekuja Zanzibar limeondoka tena juzi. Kwa masikitiko kweli, tulisikitika sana, tulitamani sana libaki. Lakini kama wao wameshindwa kuliweka, wananchi watalibakisha iko siku hapa. Na inawezekana kabisa. Na mimi leo nimempenda sana mwenezi wangu hapa, maana huyu rafiki yangu sana, huwa ananipigia simu kule, umeona? Anasema nimeona. Siku ya tarehe 25 nilipata simu kutoka Japani. Kuna watu wako Japani wameangalia kilichofanyika Zanzibar. Mheshimiwa, dunia imeona, mmefanya kazi kubwa, na hii ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na naamini ikitokea fursa hiyo kwa Zanzibar, tutakuwa kwenye uwanja mmoja mkubwa sana wa kisasa sana. Hautakuwa Amani Complex tena, utakuwa uwanja mwingine mkubwa wenye hadhi ya kimataifa zaidi. Hussein Ali Mwinyi na Chama cha Mapinduzi na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Kwa kumalizia, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanikiwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka 5 kwa mafanikio makubwa. Maagizo na maelekezo ya ilani yametekelezwa vizuri na mengine yametekelezwa zaidi ya kiwango kilichopangwa. Yako maeneo mengi Rais wetu mpendwa Daktari Hussein Mwinyi ametekeleza ilani zaidi ya ilivyopangwa. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa. Sasa kwa sababu wa Tanzania na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wako wengine si wanachama wa Chama cha Mapinduzi lakini wanapenda maendeleo, nikuhakikishie Mheshimiwa Mwenyekiti, Wazanzibari wanampenda sana Dr. Mwinyi. Na nikuhakikishie Oktoba penye uhai 2025 kuna watu watashangaa, kwa sababu kuna watu kazi yao ni kupotosha tu. Yaani ile sera yao inakuwa likiwa zuri we kataa, likiwa baya kataa zaidi. Kura ambazo Wazanzibari watampa Dr. Hussein Ali Mwinyi, sina mashaka zitakuwa ni kura za kishindo sana kwa kazi kubwa ambayo imefanyika. Sababu ipo. Imani ipo na utaratibu upo, kwa sababu kila mmoja maendeleo haya, nilisema awali, shehia 388 hakuna mtu ameachwa nyuma ndani ya maendeleo haya ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, nitoe shukurani zangu za dhati kwa nchi marafiki, mashirika ya kimataifa, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, asasi za kiraia, vyama vya siasa, viongozi wa dini na jamii, watendaji wa serikali na wananchi wote wa Zanzibar. Mheshimiwa, uniruhusu kwa kipekee niwatambue sana kazi hii imefanywa kwa mashirikiano makubwa. Kwanza na wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kweli umetupa msaada mkubwa sana. Mchango wako ni mkubwa sana, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki sana. Lakini uniruhusu nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Comrade Stephen Masato Wasira. Yeye bahati njema kabla ya kuwa makamo amekuwa na ziara nyingi sana Zanzibar, na kila anapokuja amekuwa akituelezea historia, lakini alikuwa akituelezea namna ya Zanzibar inavyopiga hatua ya kimaendeleo. Na kushukuru sana kwa niaba ya serikali Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mzee wetu mzee Wasira. Namshukuru sana Katibu Mkuu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Mheshimiwa Balozi, nakushukuru sana kwa kweli kwa kazi kubwa unayoifanya ndani ya chama chetu cha Mapinduzi, lakini pia nawashukuru makatibu wakuu wengine na viongozi wengine wa chama waliopita. Mheshimiwa Balozi, secretariat yako umekuwa ukiipa maelekezo kila wakati, lakini nataka nikuthibitishie kwa upande wa Zanzibar, msaidizi wako kwa maana ya naibu katibu mkuu na sekretari yake na timu yake yote, kwa kweli tunafanya kazi serikali na chama kwa karibu sana. Mpaka watu wengine wanashangaa, tunapata mashirikiano makubwa na kwa kweli wanajitolea katika kufanya kazi hizi, kufanikisha utekelezaji, lakini kufanikisha na shughuli za kiserikali.
Lakini uniruhusu niwashukuru sana viongozi wetu wastaafu waliopita wa awamu zote. Kwa kweli kazi hii ambayo leo Daktari Hussein Mwinyi anaiendeleza ni juhudi kubwa ya viongozi wetu wastaafu ambao walifanya kazi kubwa na wanaendelea kutushauri, wanaendelea kutuelekeza na wanaendelea